inamaanisha kile kitu unafanya kwa ajili yako na sio kwa ajili yao. Kwa hiyo hata kwenye taasisi, kama taasisi inafanya program za watoto, inafanya program za vijana, na wale vijana hawako engaged kwenye planning, hawako engaged kwenye namna ya kuitambua mahitaji halisi ya kwao wenyewe, basi hicho kitu tunachokifanya au tutakachokuwa tunakifanya kwenye muktadha huo kitakuwa ni kwa ajili yetu na sio kwa ajili yao, kwa sababu sisi hatujawashirikisha na hatujui maoni yao ni kitu gani. Kwa hiyo child participation au ushirikishwaji wa watoto ni jambo la msingi sana, hata kwenye taasisi wakati wa kuweka mipango na wakati ambapo unachagua nini ambacho unataka kufanya kwa ajili ya vijana na watoto. Sasa tuzungumzie child participation kwenye level ya familia. Wakati mwingine tunatekewa kusema kwamba watoto wetu ni wadogo, hawawezi kufanya maamuzi yanayohusu wao au hawawezi kuwa engaged kwenye maamuzi ambayo yanahusiana na familia. Tunakuwa tunajidanganya. Wataalamu wanasema wakati tu mtoto anaweza kucommunicate, tayari unaweza kuanza kumshirikisha kwenye mambo yanayomhusu. Nimekuwa nikiona kwenye mitandao ya kijamii wazazi ambao sometimes unakuta anamvalisha mtoto, anamuuliza this or this, yani hivyo, yani hata kama atafanya kiutani akasema akaonyeshea macho au mkono upande huu, basi labda ni nguo, atakwenda kumvalisha nguo. Hapo nazungumza kwamba child participation inawezekana hata kwenye umri mdogo, japokuwa inahitaji muda na inahitaji akili zaidi ili uweze kumuengage mtoto. Na wakati unamuengage kuna faida zake. Kuna faida za kumshirikisha mtoto. Na faida hizo ndo ambazo zinakwambia kwamba ni muhimu kumshirikisha mtoto. Labda kabla sijaenda kwenye umuhimu, tujue kwanza maana child participation. Child participation au ushirikishaji wa mtoto inahusiana na watoto kupewa nafasi ya kutoa maoni yao, nafasi ya kueleza mawazo yao, na mawazo yao kuwepo katika mipango ambayo inawahusu wao moja kwa moja au inawahusu jamii yao au familia yao. Kwa hiyo nije sasa nikwambie kwa nini ni muhimu kuwashirikisha watoto na vijana kwenye masuala yanayohusu wao wenyewe. Nimesema kwamba muda mwingine tunaona ni ngumu na inachukua muda. Ulitamani uende ukanunue mahitaji ya watoto na unaona nikiwaita labda nikiambatana nao au nikauliza inachukua muda mrefu. Tunajikuta tunafanya haya machaguo. Ni mara ngapi ambapo umenunua nguo na haijavaliwa? Ni mara ngapi ambapo umempeleka mtoto shule akapretend anaumwa kabisa, ana pretend kwenye hiyo shule anaumwa kabisa, lakini hukutaka kumsikiliza? Ni vizuri kusikiliza kwa sababu itakupa maoni yake na utatambua mawazo yake na kile ambacho anakifikiria. Ni kazi ngumu sana kupata kile ambacho mtoto anakifikiria kuhusiana na ulimwengu, kuhusiana na machaguo tofauti anayokutana nayo kama utakuwa hujajenga hiyo tabia toka akiwa mdogo. Kwa hiyo wakati umejenga hiyo tabia ya kumshirikisha toka akiwa mdogo, anakuwa huru kutoa mawazo yake. Hiyo ni faida mojawapo kwamba anakuwa huru kutoa mawazo aliyokuwa nayo, lakini anapotoa mawazo aliyokuwa nayo unaweza kufikiria kwa undani na kujua kile ambacho anakilenga, na itakusaidia pia kwenye kutatua baadhi ya changamoto ambazo anaweza kuface. Lakini kitu kingine, inamjengea mtoto uwezo wa kujiamini kwamba nilichagua kitu fulani na baba amekikubali au mama amekubali, au nilitoa mawazo fulani katika familia, katika kikao cha familia na yamechukuliwa na anafanyiwa kazi. Inamjengea misuli ya problem solving, kutatua matatizo na stadi nyingine za maisha. Kwa hiyo inamsaidia kuweza kujieleza, lakini pia kujenga hoja na vitu vingine ambavyo ni misuli ya msingi kabisa katika stadi za maisha, na itampa nguvu ya kuwa na machaguo tofauti wakati pia anakutana na wakati mgumu, kwa sababu tayari ana namna ya kufanya maamuzi, anajua jinsi ya kufanya maamuzi. Kwa hiyo ni vizuri tukiwashirikisha
tukishirikisha watoto wetu kwamba tusifanye kwa ajili yetu, kwa sababu tunafanya kwa ajili yao, ni hivyo. Lakini tusichanganye kwamba labda ushirikishaji wa watoto ni watoto kufanya wanachokitaka, yani kuwasaidia watoto kufanya wanachokitaka. Hapana, haiko hivyo. Katika hizi kanuni, kuna kanuni moja inaitwa best interest of a child, maslahi mapana ya mtoto. Hii maslahi mapana ya mtoto ni kwamba katika yale machaguo ambayo umeyachagua wewe kwa ajili ya huyo mtoto, au katika yale machaguo ambayo mtoto ameyachagua kwa ajili yake yeye mwenyewe, una nafasi sasa ya kutumia kanuni hii ya maslahi mapana, best interest of a child, wakati unamshauri kwamba labda ulitaka kuwapeleka swimming, kuogelea, ukauliza okay, mnatamani kwenda kuogelea sehemu gani? Anakuambia labda hapa na hapa na hapa, lakini wewe ukiangalia ile mazingira wanaotaka kwenda kuogelea au wanaotamani kwenda kuogelea, hakuna swimming pool la watoto, lakini pia kuna na mambo mengi labda ya kikubwa ambayo yanaendelea pale ambayo you can't control na usingependa wayaone. Unaweza ukawakatalia, lakini sio direct hivyo, kwa kuwasaidia kujua kwamba ni kwa nini au pendekezi wao kwenda pale, na mkaja na option nyingine na ikawa na hivyo. Kwa hiyo itawasaidia pia kuwa na hizo choices katika maisha. Itatusaidia baadaye kutokuwafuata nyuma, kutokuwakimbiza nyuma kwa kutaka kujua ni kitu gani kinaendelea kwao. Kwa hiyo kwa kumalizia, tuseme kwamba ushirikishwaji wa watoto vijana katika taasisi, katika familia ni jambo muhimu na jambo la msingi, kwa sababu ya kukuza uelewa wao katika kutatua matatizo, lakini katika kuwasaidia wao wenyewe kujiamini na kufanya machaguo ambayo ni mazuri, lakini pia kujenga hoja na kusimamia hoja zao. Asanteni.